has infinite value and worth. Kwa sababu ninaamini ya kwamba Yesu Kristo Mwana wa Mungu yeye ni wa thamani na ni wa umuhimu wa pekee. And how do we know in our society how much something is worth? Na sisi huwa tunapimaje thamani ya kitu? By what someone is willing to pay for it. Huwa tunapima thamani ya kitu kwa kuangalia gharama ambayo mtu anaweza akaitoa kwa kile kitu au malipo. And Jesus, who has infinite value and worth, na Yesu ambaye yeye ana thamani isiyoelezeka, was willing to give his life. Alikuwa yuko tayari kuyatoa maisha yake. For you and for me. Kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Therefore I believe that you have infinite value and worth. Kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba wewe unayo thamani na umuhimu usioyakinika. And that's why we are so honored to celebrate you today. Na ndio maana sisi tumeheshimika kuweza kusherehekea ninyi leo. And we not only celebrate you, na si tu kwamba tunawasherehekea, but we treasure you, lakini tunawathamini as God's royalty. Na ninyi ni kama watoto wa kifalme. As God's kings and queens. Ninyi ni wafalme na malkia wa Mungu. And what does every king or queen need? Na yeye mfalme na malkia huwa anahitaji nini? They need a crown or a tiara. Huwa wanahitaji kuvikwa lile taji la kifalme au taji la kimalkia. So that everybody will know that you are God's royalty. Kila anapotembea watu watajua huyo ni mfalme, huyo ni malkia. But not just tonight. Lakini si kwa jioni hii moja tu. We want you to know that you are God's royalty every single day of your life. Tunataka ninyi mtambue ya kwamba ninyi ni wale wa kifalme kila siku ya maisha yako. No matter what the world tells you. Haijalishi dunia inakuambia nini. We pray you listen to what God tells you. Tunatamani usikie kile Mungu anachokuambia. And his love for you. Na lile pendo lake kwako. It will never cease. Haitakai kome. It will never end. Haitakai ishe. And he promises to be with you always, even till the end. Ameahidi ya kwamba Reagan Mbasha. Ladies and gentlemen, your king, Reagan Mbasha. Reagan Mbasha. Malkia Esther Mchirwa. Queen Esther Mchirwa. Queen Esther Mchirwa. Malkia
kutokea, na kwa siku ya leo mimi ni mgeni mwalika kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu wenye ulemavu. Siku ya leo imekuwa ni siku ya furaha kwangu kwa sababu nimefanikiwa kukutana na watu mbalimbali wenye aina mbalimbali za ulemavu. Kwa hiyo nimefarijika kuonana na watu ambao nasema ni watu wa jamii yangu. Kwa sababu hata tunapoishi kwenye mazingira yetu ya kila siku sio kwamba tunapata fursa ya kukutana na watu wenye ulemavu. Jamii yetu kama ambavyo tunafahamu, watu wengi wenye ulemavu wanakuwa wanafungiwa ndani, hawapati fursa ya kutoka nje mara kwa mara. Kwa hiyo siku ya leo imetupatia fursa ya kuweza kukutana kwa pamoja, kubadilishana mawazo lakini pia kujifunza kwa pamoja. Kwa binafsi nimefurahi sana na nashukuru sana watu ambao wameandaa hii harsha ya leo. Jambo gani jipya umetoka nalo au la kipekee? Jambo jipya ambalo nimetoka nalo siku ya leo ni kwamba sikuwahi kufahamu kama watu wenye ulemavu tunapaswa kusherekewa kwenye jamii. So nimejifunza kwamba ili hali pia tunapitia changamoto, lakini pia tunapaswa sisi wenyewe kujifurahia na kujisherekea pale ambapo tunakuwa tunapitia changamoto. Ndio kitu kipya tumejifunza katika siku ya leo. Asante. Nini ushauri wako sasa kwa wadau wengine kama hawa? Sawa, ushauri wangu kwa wadau wengine ambao wanatamani kusaidia watu wenye ulemavu, waige mfano kutoka kwa waandalizi ambao wameandaa harsha ya leo, kwa maana hao tunaona ni watu wa kigeni kutoka nchi za mbali. Kama kuna wale ambao wanatamani na wangependa pia kuwekeza katika kuwapatia furaha watu wenye ulemavu, basi ni wito wangu kwao wafikirie kufanya mambo kama haya zaidi na zaidi, tuweze kukutana pamoja, tuweze kubadilishana mawazo lakini pia kujifunza. Na una wito gani sasa? Umesema hapo kwamba bado kuna wenye ulemavu lakini wanafungiwa ndani. Una wito gani kwa wazazi, walezi au hata mwenye ulemavu mwenyewe kujitokeza fursa kama hizi zinapojitokeza? Sawa. Nikianza na sisi wenyewe ambao tunakuwa tunapitia changamoto za ulemavu, cha kwanza kabisa ni kujikubali. Mimi nakumbuka binafsi nilipitia changamoto ya kutokujikubali na ulemavu wangu. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana. Lakini mara baada ya kukubali hali yangu, ninaweza kuona maisha yangu ambayo yamekuwa yakibadilika. Kwa hiyo ni wito wangu wa kwanza kwa wale ambao wanapitia changamoto ya ulemavu, kuikubali hali yao. Uweze kufanikiwa kuendelea mbele kwenye maisha, cha kwanza lazima ukubali hali yako ya ulemavu ambao unapitia kwa wakati huo. Lakini kwa watu ambao tunawahudumia watu wenye ulemavu, cha kwanza tuwe wavumilivu, tuwe wastahimilivu, tusikate tamaa, tuwahudumie kwa upendo, tuwasaidie pale ambapo wanakuwa wanahitaji msaada, lakini pia tusiwafungie sana ndani. Tuwapeleke maeneo ambayo tunafikiri kwamba tukiwapeleka wao itakuwa ni sehemu moja wapo ya kubadilisha mazingira, lakini pia kufurahia hata kutoka nje ya mazingira ya nyumbani ya kawaida. Asante. Kumbe tunadhaminiwa. Nimeshukuru kwenu. Kitu gani kimekugusa zaidi moyo wako? Mimi kilichonigusa ni mengi sana, ila nimegundua kumbe walemavu tuko wengi, alafu kuna watu wanaotudhamini.